Bwana Yesu asifiwe sana, ndugu katika Kristo Yesu. Na leo hii nina neno nyingine tena ambalo ninataka nilihubiri kidogo. Litakuwa fupi neno hili, sito lizungumzia sana, lakini laweza kuwa ndefu kwa sababu anayenena ndani yetu si mwanadamu bali ni Roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi katika siku hii ya leo nitalifundisha neno hili ambalo linalosema ya kwamba zikimbie tamaa za ujanani. Zikimbie tamaa za ujanani. Mimi ni kijana tu sana. Mimi ni kijana sana kama vijana wengine wenzangu wanaonitazama katika mahubiri haya na mafundisho haya. Mimi ni kijana sana tu. Na neno hili linalosema ya kwamba zikimbie tamaa za ujanani ni kwa sababu ya Wakristo wenzangu walio katika Kristo. Maana vijana ndio wana nguvu na ndio wanasifiwa sana katika Biblia ya kwamba wao ndio wamemshinda shetani kwa sababu wamejua hila zao. Wazee wameenda, muda wao umeisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sisi vijana ndio tuna nguvu ya kupambana na kupigana na adui shetani na kujua hila zake zote, kwa sababu macho yetu bado yanaona, nuru bado iko. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi nitakwenda kumwomba Mungu nisiponde muda ili apate kunisaidia kwa neno hili. Nitasoma katika jina la Yesu Kristo katika maandiko kadhaa wa kadhaa, ila nitamwomba kwanza Bwana ili apate kunisaidia kwa neno hili ninalokwenda kulihubiri. Ninaomba. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, asante Bwana kwa ajili ya wema wako. Na kushukuru Mungu kwa kuwa wewe ni mwema. Na kushukuru Bwana Yesu kwa ajili ya wema wako. Imekupendeza Bwana katika siku hii kupata tena kulihubiri neno hili ambalo umenisaidia kuweza kulihubiri. Bwana Yesu, wewe ukaweze kuwahubiria watu wako, na mimi pia niwe miongoni mwa watu hao, tukapate kulishika neno lako, na tusiwe tu wasikilizaji, lakini masikio yetu yakawa ya kwanza kusikia, lakini tukashindwa kutenda tunavyovisikia. Bwana ukatusaidie. Ninaomba ni katika jina lako Yesu Kristo ninaomba hayo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitasoma katika kitabu kile cha Timotheo wa pili, sura yake ya pili na mstari wake wa 20. Na mstari wake wa 20 nitasoma katika jina la Yesu Kristo. Basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali na vya mti na vya udongo, vingine vina heshima, vingine havina heshima. Basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali na vya mti na vya udongo, vingine vina heshima, vingine havina. Basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa, kimfahacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Lakini zikimbie tamaa za ujanani, ukafuate haki na imani na upendo na amani, pamoja na wale wamwitao Bwana kwa moyo safi. Walakini uyakatae maswali ya upumbavu yasiyo na elimu, ukijua ya kuwa uzaa magomvi. Tena haimpasi mtumwa wa Bwana kuwa mgomvi, bali kuwa mwanana kwa watu wote, awezaye kufundisha, mvumilivu, akiwaonya kwa upole wao waishindanao naye, ili kama ikiwezekana Mungu awape kutubu na kuijua kweli, wapate tena fahamu zao na kutoka katika mtego wa Ibilisi, ambao hao wametegwa naye hata kuyafanya mapenzi yake. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Maandiko yanasema ya kwamba lakini zikimbie tamaa za ujanani,
ukafuate haki na imani na upendo na amani, pamoja na wale wamwitao Bwana kwa moyo safi. Tena inaongezea kusema ya kwamba, lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama wenye muhuri hii. Ukishuka chini nasema ya kwamba, kila alitaja jina la Bwana na auache uovu. Vijana tunaokolewa. Kijana umeokoka. Leo unamtumikia Mungu. Kijana leo unamtumikia Mungu. Kijana leo umeokoka. Ulimkiri Bwana na kusema ya kwamba utamtumikia, lakini umeasi. Mimi sijui kwa nini vijana wengi wanaasi Mungu. Sijui. Nadhani ni tamaa. Tamaa imeingia ndani ya vijana wengi. Kijana tafakari. Wewe kijana ndiye una nguvu. Wewe kijana ndiye unayeweza kupigana na shetani. Wewe kijana bado una nguvu ya kukesha katika mikesha. Wewe kijana bado una nguvu ya kuomba kwa bidii na kumtumikia Mungu kwa bidii na kuepukana na tamaa za ujanani. Lakini vijana nyinyi ndio tena mnategwa, mnazidiwa hata na wazee. Bwana Yesu aturehemu sana. Bwana Yesu aturehemu sana. Vijana leo wengi wamepotea. Vijana wengi wamepotea, vijana wengi wamemwasi Mungu, vijana wengi wanakiri ya kwamba wanaokoka lakini mavazi yao ni mabaya. Vijana wengi leo wanakiri kwamba wanaokoka lakini kutembea kwao ni kubaya. Kwani nyinyi vijana, kwa nini hamjiulizagi ya kwa nini mimi niliokoka? Huwa nawauliza kila siku, ni fahari gani ambayo ulioipata wakati ulipokuwa katika dhambi? Ni kitu gani kizuri ulichokipata wakati bado hujaokoka? Leo umeokoka. Kumbuka maungamo yako. Maandiko yanakuambia kwamba, lakini zikimbia tamaa za ujanani. Kimbia tamaa za ujanani, kwa sababu Mungu anajua ya kwamba chanzo cha kuanza kujitenga mbali na Mungu ni tamaa. Haijalishi unapenda mavazi, haijalishi unapenda chakula, haijalishi unapenda kulala sana kuliko kuomba, haijalishi haupendi kuomba, yani haijalishi. Tamaa ni tamaa tu. Tamaa ni tamaa tu. Unapoanza kuweka tamaa katika mavazi, unapoanza kuweka tamaa katika wanawake, unapoanza kuweka tamaa uonekane kuwa smart sana, ni tamaa. Ni tamaa. Na inabidi Mkristo hauhitajiki kuwa na tamaa ya aina yoyote ile. Tamaa ya aina yoyote ile usiwe nayo. Tamanio lako liwe kumjua Kristo zaidi na zaidi, kwa sababu hiyo yapendeza, sio dhambi. Unatamani kumtumikia Mungu vizuri, unatamani kumwendea Mungu vizuri, Mungu anafurahia. Tamanio lako, unatamani umtumikie Mungu kwa usahihi. Unatamani uachane na vitu vibaya, lakini sio kutamani kufanya vitu vilivyo viovu. Vijana wengi wamepotea. Vijana wengi ni wazinzi. Vijana wengi wameoa lakini wanatoka nje ya ndoa. Na unakuta ni mwanakwaya anaimba kwaya. Kijana ukimwangalia kuvaa kwake ni kubaya, huwa mnasema wanawake. Nyinyi huwa amjiangalii. Maandiko yanakuambia kwamba unapotaka kutoa boreti ndani ya jicho ya mwenzako, jiangalie kwanza na wewe. Toa kwanza hiyo ndani yako kwanza, kwa sababu ukitoa lile boreti lilo ndani ya jicho lako, utaweza kuona vyema iliyo ndani ya jicho ya mwenzako. Wewe unaona maovu ya wengine, maovu yako hujioni. Bwana Yesu aturumie sana. Kimbia tamaa za ujanani kijana. Kimbia vitu vya ujanani. Unakuta kijana unaimba kwaya lakini umeshevu vibaya. Kijana unaimba kwaya lakini umevaa vibaya. Mavazi haya yatawafanya kukosa ufalme wa mbinguni. Kupenda kuwapendezesha wake zenu hivi, kupenda kuwapendezesha wake zenu kwa vitu vya upumbavu, itawafanya kukosa mbingu. Mungu hajakataa usimpende mke wako. Mungu hajakataa usimfurahishe mke wako. Mungu hajakataa usitende yaliyo mazuri kwa mke wako. Mungu hajakataa, lakini yaliyo mabaya yakatae.
Unakuta wengine wanasema ya kwamba mimi nilipokuwa sijaoa nilikuwa vizuri sana, nilikuwa mtumikia Mungu vizuri sana, lakini sasa nimeoa najikuta ghafla nabadilika. Jiangalie. Kimbia tamaa za ujanani kijana. Kimbia tamaa za ujanani. Bwana Yesu turumie sana. Mwana turumie sana. Maandiko yanasema ya kwamba jiepushe na maneno yasiyo na maana ambayo si ya dini, kwa kuwa wataendelea zaidi katika maovu. Jiepushe sana na neno ambalo si la Mungu. Unakuta wewe umeokoka, uko katika mastori kwa vitu ambavyo havimpi Mungu tukufu, kwa vitu ambavyo havileti utukufu mbele za Mungu, na wewe unaenda kukaa pale. Hata kama ukuenda au kutoka nje, lakini katika simu yako unakuja kusikia vitu ambavyo havipendezi, havipaswi wewe kusikia. Kimbia tamaa za ujanani. Sio kila kitu Mkristo anastahili kusikia. Sio kila kitu Mkristo anastahili kukitenda. Sio kila kundi Mkristo anastahili kuingia. Hapana. Makundi mengine ni ya wapagani, na wewe Mkristo ina Roho wa Mungu akiwa ndani yako. Ni vyema sana kuangalia kipi kilicho kizuri na kipi kilicho kibaya. Ni heri sana kuangalia kipi ambacho kinachompendeza Mungu na kipi ambacho kimpendezi Mungu. Ndipo utakapojua vyema. Hata kama wanasema ya kwamba kundi la Kikristo, lichunguze sana vyema hilo kundi. Ni watu gani walio ndani ya kundi hilo? Je, watu hao wanamfuata Mungu kwa ukamilifu? Je, watu hao wanamtumikia Mungu kwa usawa? Je, watu hao wanaendelea vizuri na Mungu? Wanaweza wakasema ya kwamba ni kundi la Kikristo, lakini matendo yao hayaashirii Mungu. Unakuta ni kundi, wanasema kwamba ni kundi la Kikristo, lakini wanapoanza kuongea, wanapoanza kuchati, unakuta ni ujinga tu. Unakuta ni ujinga. Hakuna mafundisho ya kuwaonya, ya kuwafundisha watu jinsi gani watakavyoishi maisha ya utakatifu. Hakuna kuwafundisha watu jinsi gani watakavyojitenga na dhambi. Hakuna. Sasa na wewe unaenda kuingia katika kundi hiyo, mwishowe yale wanayoyatenda na wewe utaanza kuyatenda. Na ndio maana tunawashauria sana sisi kama watumishi, jitengeni na mambo mabaya. Jitengeni na watumishi wa uongo, kwa sababu mwishowe roho ile ya mtumishi, ile roho ya mtumishi wa uongo huwa inaingia ndani ya mtu kama huwa amjui. Unatamani kila kitu unatamani. Kila maombi unatamani, kila kikundi unatamani. Hapana. Kweli sio dhambi kujiunga na watakatifu wengine. Sio dhambi, ni vyema, vizuri sana. Lakini sasa angalia ni kundi gani ambao unajiunga nayo. Je, hiyo kundi inampa Mungu tukufu au inampa utukufu shetani? Je, mtumishi huyo ambaye umeenda kujiunga naye ni mtumishi wa kweli au anampa shetani wale watu ambao amewamiliki? Kwa sababu unapotumika katika chini ya madhabahu ya mtumishi wa uongo, jua na wewe zawabu ya ule mtumishi ndio yako. Mungu hawezi kukupokea, kwa sababu utakuwa unamwinamia shetani. Roho ya ule mtumishi itakuja ndani yako tu. Na ndio maana uchunguze sana, uangalie sana mtu anapokaa na rafiki yake ambaye anafanya vitu vizuri, na yale matendo ataanza kuyaiga. Yale matendo ataanza kuyaiga, kusema ataanza kuiga. Mtu anapokaa na mtakatifu, mtu huwa anaanza kuiga yale mambo, akikubali kubadilika. Mtu anapokaa na mtu mwenye hekima ile huwa anaanza yani hekima ni kama vile kiambukizo kingine hivi. Bwana Yesu aturumie sana. Hachaneni tamaa vijana. Vijana wengi wamepotea. Hizi ni siku za mwisho. Nyakati tulizo nazo ni mbaya ndugu yangu. Nyakati tulizo nazo ni mbaya. Na Mungu anatuonya. Tuangalie kila mtu na njia yake aliyo nayo. Tuangalie wapi ambapo tulipo. Vijana tumeokolewa kwa sababu tupate kumtumikia Mungu. Unakuta wewe ni kijana bado unapenda kuvaa wigi. Unakuta wewe ni binti bado unapenda kuonekana uko vizuri.
Kwani hakunaga mavazi mengine ya heshima tofauti na hayo mavazi tu ya aibu? Kwa sababu hayo mavazi ya aibu huwa nawaambia ni mavazi ya makahaba. Unakuta wewe ni mwanamke na wanawake na wanaume wote wanaanza kufanya mambo hayo. Unakuta wewe ni Mkristo, unajiita ni Mkristo, bado unachubua ngozi yako. Unachubua ngozi yako, bado unanawiri. Ni Mungu gani huyo utakayemuona kijana? Mungu gani huyo ambaye utakayemuona? Mingu ya nani hiyo ambayo utakaiona? Hata kama uwe na kesha sana, kuomba sana, hata kama uwe na ubiri sana na unajichubua, unafanya vitu vilivyochukizo mbele za Mungu, Mungu hawezi akakupokea. Umepotea na inabidi utubu. Bwana Yesu turumie sana. Bwana turumie sana. Na ndio maana maandiko yanatuona ya kwamba nakwambia kwamba lakini zikimie tamaa za ujanani, kwa sababu Paulo alijua ya kwamba ujanani, katika ujana mtu anapokuwa kijana kuna mambo mengi sana huwa anatamani kuyafanya. Wokovu sio lele mama tu. Unapotaka kumtumikia Kristo, jikane kabisa. Jikane. Injili hii sio ya mzaa. Sio ya hivi tu, lele mama tu. Hapana. Sio legelege tu. Pokea magari, pokea majumba, utakuwa na kanisa, Mungu atakubariki, utakuwa na wafuasi, utakuwa na mali, utakuwa tajiri. Hapana, sio hivyo. Sio hivyo. Hapa lazima uonyewe dhambi. Hapa lazima nikukemee kwa ubaya unaofanya. Bwana Yesu aturumie sana. Kijana, badilika. Badilika kijana. Na ndio maana maandiko yanasema ya kwamba lakini zikimie tamaa za ujanani, kwa sababu katika mtu anapokuwa kijana kuna mambo mengi anatamani kuyafanya, lakini katika hayo yote badilika. Wewe usiende huko ulipokuwa mwovu, ulifanya vitu vingi vibaya. Sasa umeokoka, yale mambo yako ya zamani yasiwe kama ndo mambo yako ya sasa. Hapana. Bwana Yesu turumie sana. Ukifa katika Kristo, utaishi na Kristo, lakini ukifa katika dhambi, utahukumiwa milele. Utahukumiwa milele. Na kuna maisha mengine baada ya haya. Baada ya haya kuna maisha mengine. Na maisha hayo ni mazuri kama uliishi vizuri na Kristo, na ni mabaya kama uliishi vibaya na Kristo. Nitasoma katika kitabu nitasoma katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura yake ya 4 na mstari wake wa 24. Nitasoma katika jina la Yesu Kristo. Kuna neno moja hapa linasema ya kwamba Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni roho, na wale wanaomwabudu wamwabudu katika roho na kweli. Je, kijana, unamwabudu Mungu katika roho na kweli? Ni swali la kujiuliza. Usidanganywe. Na ndio maana huwa nawaambia hivi, unapookoka jaribu kutafuta marafiki walio wa Kristo, marafiki ambao wanamtumikia Mungu vizuri. Kwa sababu unaweza ukaenda kuambatana na rafiki ambaye hakuokoka vizuri na akakubadilisha. Akawa tu anaingia zake kanisani, lakini muogopi Mungu, anafanya vitu vibaya, anatongoza, kama uko na mke anatoka nje ya ndoa. Sasa na wewe rafiki kama huyo unaenda kuambatana naye, kesho na atakubadilisha tu usipokuwa makini. Na ndio maana panapokuwa Mkristo na mpagani kuna mawili. Kama mpagani akubadilika, Mkristo atabadilika. Na wewe kama una mjanja, utabebwa. Bwana Yesu aturumie sana. Kijana, kuwa mjanja. Maandiko yanakuambia kwamba Mungu ni roho, na hao wanaomwabudu imewapasa kumwabudu yeye katika roho na kweli. Sasa matendo yako yabidi yamwakilishe Mungu wako. Watu waone mabadiliko yako. Watu wasikuone wewe wa zamani. Unakuta leo watu wanaokoka walikuwa kwenye dhambi. Watu walimtumikia shetani. Watu walikuwa Freemasoni. Watu walikuwa kuzimu, wakaokolewa, lakini maisha yao ni yale yale tu. Wameasi. Badilika ndugu yangu. Mungu anakupenda. Mungu anakuita sasa.
Huu ndio muda wa kubadilika. Kijana, badilika. Kama kuna kitu ambacho kilichokufanya wewe unabadilika, geuka sasa. Bado neema ipo. Mungu atakupokea. Mungu atakusamea. Tubu. Mungu muabudu katika roho na kweli, na sio tu kwa sababu unahubiri, na sio tu kwa sababu unasoma neno. Hapana. Hapana. Mimi huwa nawaambia hivi, asiyemtumikia Mungu vizuri, asiyemtumikia Mungu vizuri, kwanza maisha yake ni mabaya. Aishi vizuri na Kristo, amtumikii Mungu vizuri, aishi maisha matakatifu, amheshimu Mungu, anamdharau Mungu, ananawiri, anavaa wigi, anaweka makucha, anavaa mahereni na mambo mengine, makorokoro mengi, alafu unamkuta ananena kwa lugha. Alafu unakuta ni kijana amenyoa denge, alafu anajazwa ananena kwa lugha. Roho gani hiyo? Hiyo ni roho gani ambaye inakujaza wewe ambaye ni mzinzi? Unakuta unaingia kwenye maombi na unaanza kujazwa wakati maisha yako ni mabovu. Kila mtu anakujua. Kila mtu anajua maisha yako ni mabaya. Alafu na wewe tu kwamba unajazwa. Hiyo ni roho gani? Nyinyi huwa mfikiri. Kuna siku moja Mungu akinipa neema, nitakuja kufundisha hizi habari za roho hizi. Kwa sababu leo kumekuwa roho nyingi za uongo. Leo kumekuwa manabii wengi wa uongo. Sisi ambao tumeshawahi kudanganywa tunajua michezo huo ambao wanafanya hawa watu. Na mingine Mungu huwa anatufunulia. Na ndio maana Yohana alisema ya kwamba, ndugu zangu, nyakati tulizo nazo, hizi sio kila roho na ikubali, hapana. Bali zijaribuni roho. Kuna roho nyingi. Mungu alijua, na ndio maana alionya hivi vyote vitu kabla mapema. Alijua kuna manabii wa uongo watatokea, watawadanganya wa Kristo. Kuna roho nyingi zitatokea zikikiri hata mimi ni Kristo, lakini kumbe sio Kristo. Kumbe ni shetani. Kwa maana shetani naye si ajabu kujigeuza kuwa malaika wa nuru ili apate kuonekana kuwa ni mwema, kwa sababu apate kuwatega wa Kristo. Tunajua, mimi hakuna mtu anaweza kunidanganya. Mimi ni kijana kweli na nimepitia mengi sana. Na mshukuru Mungu kwa sababu amenifundisha mengi sana. Tunajua, na ndio maana huwa nawaonya, msikimbilie kila sehemu tu. Kila sehemu. Unasikia huku kuna nabii anayeponya, unaenda. Hapana. Hiyo ni tamanio ya kila kitu. Hapana, acha. Piga goti, uliza kwanza Mungu, niende huku? Ni wako huyu? Sio kila sehemu, kila kanisa inenuka tunaenda. Kila mahali tunaenda. Hapana. Kumekuwa roho nyingi za uongo leo. Roho zimekuwa ni nyingi za uongo. Bwana Yesu aturumie sana. Nitamalizia na andiko moja ambalo katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura yake ya 23 na mstari wake wa 23. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Maandiko yanasema ya kwamba, yaliyotoka midomoni mwako yashike, ukayafanye kwa mfano wa ulivyomwekea nadhiri Bwana Mungu wako. Ni sadaka ya hiari uliyoiahidi kwa kinywa chako. Shika sana neno hili. Ushike sana neno hili. Maandiko yanasema ya kwamba, yaliyotoka midomoni mwako yashike kuyafanya kwa mfano wa ulivyomwekea nadhiri Bwana Mungu wako. Ni sadaka ya hiari, uliyoiahidi kwa kinywa chako mwenyewe. Uliahidi kwa kinywa chako mwenyewe ulipookoka. Sisi tulipookoka tulikuwa tunaapishwa, na kila Mkristo huwa anaapishwa. Umekubali kumpokea Kristo? Ndiyo. Bwana na Mwokozi wako? Ndiyo. Umemkataa shetani mambo yake yote? Ndiyo. Mambo kama nayo. Sasa unakuta wewe unamkiri Kristo, unamkataa shetani na mambo yake yote. Tena unakuta wewe ambaye umemkataa shetani mambo yako yote, kijana, tena unaanza kuyarudia yale. Mimi kipindi sijamshika Kristo niliwahi kuyarudia.
Na hii ndio shida iliyo kwa Wakristo. Natoka kubatizwa leo, siku chache tena nanyoa denge, navaa mavazi kukatika. Nilichojitengaga nacho tu ni mambo tu ya wanawake na kusikia nyimbo za kidunia. Lakini mengine yote nilikuwa nakifanya vile vile tu, hakuna tofauti. Sababu gani? Tamaa. Tamaa sio nzuri. Tamaa ni mbaya. Tamaa sio nzuri. Na ndio maana maandiko yanakuambia kwamba jitenge mbali. Jitenge mbali kabisa. Bwana Yesu aturumie sana. Yakatai mambo ya duniani. Lakini andiko linakuambia kwamba yaliyotoka ndani ya kinywa chako yashike. Yale maungamo yale ambao huwa tunaungama, yale maungamo yale. Tunasema kwamba unamkataa shetani mambo yako yote, alafu tena unageuka. Ni shida. Jiangalie ndugu yangu. Wapi ambapo umemkosa Mungu? Wapi ambapo umebadilika? Wapi ambapo umtumikii Mungu vizuri? Kumbuka yale ambayo ulioungama kipindi kile unaungamanishwa na wachungaji, na ukasema ya kwamba unamkataa shetani mambo yake yote, lakini bado mbona wigi liko kichwani mwako? Mbona unaimba lakini bado wigi liko kichwani mwako? Mbona unahubiri na bado denge liko kichwani mwako? Mbona unahubiri na bado unafanya vitu vibaya? Mbona unahubiri na kusimama kwenye madhabahu lakini bado unatafuta mairizi, uwe na watu wengi? Mungu gani unamtumikia? Badilika ndugu yangu. Ujue kila mtu atahukumiwa sawa sawa na matendo yake ambayo aliyoyatenda. Na huo bado ni muda. Bado ni muda. Badilika. Hata kujichubua, hata kuharibu ngozi yako ambayo Mungu alikupa. Furahia rangi ulio nayo. Uwe mweusi, uwe mweupe, uwe wa kawaida. Furahia. Hata kuchiti kutoka nje ya ndoa yako. Rizika na mke uliye naye. Hata kuwaharibia wengine ndoa zao. Muogope Mungu. Badilika Mkristo. Na nyinyi wanakwaya ambao mmepewa karama za kuimba, himbeni. Ponyeni kuna watu hawana hata neema ya kusikia kutumia watumishi hivi. Hana uwezo wa kununua simu. Hana uwezo wa kununua simu, lakini anaposikia nyimbo, hata mtu fulani anapita mahali hivi anaimba kwenye mikutano, nyimbo ile inaweza kumponya. Lakini waimbaji nao wamebadilika. Nyimbo zao hazieleweki. Nyimbo zimekuwa kama nyimbo za kidunia. Waimbaji wameanza kuimba wengine nyimbo za mapenzi. Mtaokoa nani? Sasa mtaokoa nani? Nani mtakayemuokoa? Badilikeni. Waimbaji badilikeni, wachungaji badilikeni, watumishi wote badilikeni, kwa sababu kuna watumishi wengine hawahubiriwa, waumini wao dhambi. Ndio maana wengine wanapotea. Badilika we kijana. Sio kila mahali pa kukimbilia. Hapana. Muulize Mungu kwa kila kitu. Muulize Mungu kila kitu unachokifanya. Muulize Mungu. Mungu huwa anajibu. Mungu huwa anajibu. Mungu huwa anajibu watumishi wake. Bwana Yesu atumie sana. Mungu huwa hakai kimya kwa watumishi wake. Mungu huwa anajibu. Nimekuachia neno hilo. Maisha ni yako. Badilika sasa. Mungu anakuhitaji. Mungu anakupenda. Mungu anataka umrudie. Jiangalia wapi ulipoanguka ili ukapate kutenda matendo yale ya kwanza. Ulipopokea wokovu ulikuwa na moto sana, lakini sasa umeasi. Umekuwa na tamaa mbalimbali, kuvaa sana, kuonekana sana kila mahali wewe unaenda, kila ukisikia kumetoka kitu kipya na wewe unaenda. Hapana. Hapana, Mkristo huwa hana hivyo. Mkristo huwa hana hivyo. Mkristo huwa akimbili kila sehemu. Hapana. Huwa nawaambia hivyo. Na muwe angalisho sana na ingine mitandao sio ya kuikimbilia. Huwa nawaambia hivyo. Unaposikia mtandao mpya umetoka au kitu kipya kimetoka, uwe makini. Sio kila kitu cha kukimbilia. Vitu vingine shetani analeta vitu vingi sana sasa. Shetani analeta vitu vingi sana kwa wakati huu. Sasa wewe kila sehemu unaenda. Ukisikia kuna mtandao mpya unaenda. Hapana. Mkristo huwa bebu hivyo tu. Hapana. Bwana Yesu aturumie sana. Kwa hiyo ni neno ambalo nitaka nikuhubirie katika siku ya leo, na nikukumbushe ujiangalie sana mahali ulipo, na ujiangalie sana mahali ambapo umekaa.
Ukiwa uko sawa, Mungu akubariki sana na Mungu akusaidie sana. Na ikiwa umeanguka, Mungu akupe neema ya kuweza kusimama ili ukapate kumtumikia tena. Ninaitwa mtumishi Salum na Bwana kubariki katika jina lako Yesu Kristo ninaomba. Amen.